Sikilizeni neno la Mungu katika kitabu cha pili cha Musa, kituo cha Kutoka, sura ya 24 na aya ya 4. Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana. Akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli. Akapeleka vijana wa wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akamtwaa nusu ya ile damu akaitia katika bakuli, na nusu ya ile damu akainyunyiza juu ya madhabahu. Kisha akakitwaa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu. Wakasema, hayo yote aliyonena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Musa akaitwaa ile damu akawanyunyizia watu, akasema, hii ndiyo damu ya agano aliyoifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Hili ndilo neno la Mungu. Sikilizeni neno la Mungu. Waraka kwa Waebrania sura ya 9 na aya ya 11. Sikilizeni neno la Mungu. Waraka kwa Waebrania sura ya 9 na aya ya 11. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamili zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na fahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya ulisi wa milele. Hili ndilo neno la Mungu. Basi tusimame. Namba 488. Tusimame. Siwezi kusimama imara peke yangu, ni damu yako Yesu iliyoniokoa. Siwezi kuidai kofira wala wema, matumaini yangu ni damu yako tu. Siwezi kusimama imara peke yangu, uwezo naye sina
wala wema, lakini wewe Yesu watosha peke yako. Dhaifu sitakuwa nikikutegemea. Siwezi kusimama imara peke yangu, lakini nimejua ya kuwa karibu, na hapa singepata furaha wala raha usingekuwa nami, Yesu Bwana wangu. Siwezi kusimama imara peke yangu, miaka inapita, nitauvuka mto, lakini nivukapo utanikaribia na utaniambia ni mimi, usihofu. E Bwana, uniponye na adui zangu, unifundishe kuyatenda mapenzi yako. E Bwana, wewe ndiwe uniponyaye na adui zangu, naam, waniinua juu ya wanaoniinukia na kuniponya na watu jeuri. Mara nyingi wamenitesa tangu ujana wangu, Israeli na aseme sasa. Mara nyingi wamenitesa tangu ujana wangu, lakini hawa kuniweza. Wabaya wamelima mgongoni mwangu, wamefanya mirefu mifuko yao. Bwana ndiye mwenye haki, amezikataa kamba wasio haki. E Bwana, usikie kuomba kwetu. Sikilizeni neno la Mungu, sehemu ya Injili takatifu kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu, sura ya 8 kuanzia aya ya 46. Atukuzwe Bwana. Sikilizeni neno la Mungu, sehemu ya Injili takatifu kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu, sura ya 8 kuanzia aya ya 49. Ndipo Yesu aliwaambia makutano wa Wayahudi, ni nani miongoni mwenu anishuhudia ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona ninyi hamnisadiki? Yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu, hivyo ninyi hamsikii kwa sababu ninyi si wa Mungu. Wayahudi wakajibu wakamwambia, je, sisi hatukusema vema ya kwamba wewe Msamaria nawe una pepo? Yesu akajibu, mimi sina pepo, lakini mimi namheshimu Baba yangu, na nyinyi mwanivunjia heshima yangu. Wala mimi siutafuti utukufu wangu, yuko mwenye kutafuta na kuhukumu. Amin, amin nawaambia, mtu akilishika neno langu hataonja mauti milele. Basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumeng'amua ya kuwa una pepo. Ibrahimu
amekufa na manabii wamekufa, nawe wasema mtu akilishika neno langu hata onja mauti milele. Wewe mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa, nao manabii wamekufa. Wajifanya nani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa mwongo kama ninyi. Lakini namjua, na neno lake nalishika. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile alivyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akamwambia, amin, amin nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Ndilo neno la Bwana. Bwana, neno la